Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kile ambacho amekizungumza huyu si mwingine bali ni Ommy Dimpoz, mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wapo katika industry ya muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu sana. Sasa this time around ni kwamba Ommy Dimpoz bwana ameamua kuja kuzungumza baada ya zile tuhuma, au unaweza kusema kwamba baada ya watu kuwakalia kooni. Bila shaka utakuwa unakumbuka kwamba Ommy Dimpoz bwana alikuwa kidogo katika mijadala ya watu wengi sana huko mtandaoni, na sababu kubwa ni kwamba yeye pia alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao alijirekodi video siku ile katika gari na kuwasisitiza watu wafanye kazi. Jambo ambalo likapelekea bwana wananchi wakaamua kama vile kuwakataa wasanii kwa namna moja au nyingine, na sababu ya wananchi kuwakataa wasanii ni kwamba wenyewe walikuwa wanalalamika kwamba kidogo maisha yalikuwa magumu kwao, na huku upande wa pili wasanii wao pendwa hao wakina Ommy Dimpoz, Diamond Platnumz, Jux pamoja na Mario walikuwa wakiwasisitiza kwamba waache lawama, wanachotakiwa kufanya wao ni kufanya kazi, yani kujituma. Kwa hiyo watu wengi sana bwana walikasirika kutokana na hicho kitendo, wakidai kwamba wao wanajituma, sio kwamba wanaambiwa kwamba eti wafanye kazi, na maana kwamba wanadhaniwa kwamba wao wafanye kazi, na hivyo basi moja kwa moja wakaona kama vile wasanii wanasema hivyo kwa sababu wao kazi yao ni kuimba na wananchi wanawasupporti, and then maisha yao yanaenda vizuri. Wananchi wakilalamika wanawasema kwamba wafanye kazi. Kwa hivyo basi wadau wakaamua kuto kusupport kazi za muziki za wasanii kutokana tu na kauli hizo ambazo Ommy, Diamond, Jux pamoja na Mario walizitoa. So at the end of the day ni kwamba ikaonekana hiyo impact ya wananchi kuto kusapoti wasanii wao, na moja kwa moja ikapelekea wasanii bwana mauzo yao ya muziki katika mitandao ya kijamii yalikuwa yameshuka, na sababu ya kushuka ni kwamba wananchi walikuwa kweli waliamua wasisapoti kazi za wasanii hao, na mwisho wa siku bwana tukaona mpaka wakina Majizo wakajitokeza kuwaombea wasanii msamaha. Lakini pia vile vile wananchi wakasema kwamba haipaswi Majizo kuombea wasanii msamaha, ilitakiwa wasanii ambao walitoa kauli ile ndio wajitokeze na kuomba msamaha kwa wananchi. Na watu wengi sana wakawa wanasubiri kuona kwamba je, Diamond, Ommy Dimpoz, Jux pamoja na Mario wataomba radhi. Kwa upande wa Diamond Platnumz bwana hajatoa statement yoyote, lakini ameendelea ku release kazi. Mario pia the same. Mario yeye of course kama vile aligusia kama kuomba msamaha and then akatoa kazi kaenda, lakini pia vile vile kwa upande wa Jux na yeye pia hakuzungumza chochote. Lakini this time around ni kwamba kuna hii interview ambayo inaenda viral sasa hivi ikiwa inamuonyesha Ommy Dimpoz bwana akizungumzia swala zima la kuomba radhi kwa wananchi kwa kauli ile ambayo alikuwa ameitoa. So hii interview bwana imeenda viral kweli kweli, na page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na hiyo issue, lakini msimamo wa Ommy Dimpoz ni kwamba ameweka wazi, ameweka bayana, amelizungumza kama lilivyo kinaga ubaga kwamba yeye pia hawezi kuomba msamaha. Kwa hiyo Ommy Dimpoz bwana amefanya interview, na katika interview ambayo amefanya bwana ukifuatilia kwa karibu basi utagundua kitu ambacho yeye amekisisitiza ni kwamba ameweka bayana kwamba kwa upande wake yeye hawezi kuomba msamaha, kwani alichokizungumza ni jambo la ukweli, kwamba wananchi wanatakiwa watu wafanye kazi. Kwa hiyo kutokana na kauli hiyo ameona kwamba ilikuwa imenyooka kama ilivyo, na ni jambo la heri ambalo yeye amelisisitiza kwamba wananchi wanapaswa kufanya kazi. Sasa hizi pressure za watu kusema kwamba wanatakiwa kuomba msamaha, Ommy Dimpoz amesema kwamba yeye hawezi akaomba msamaha, kwani alichokizungumza ni ukweli mtupu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba Ommy Dimpoz ame double down, yani ametilia mkazo msimamo wake ule ule kwamba yeye hawezi kuomba msamaha. So page mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na kauli hiyo ambayo Ommy Dimpoz ameitoa. Kwa mfano hapa bwana kuna page wameandika kwamba bwana siwezi kuomba msamaha, nimewaambia watu ukweli wafanye kazi. Ommy Dimpoz amesikika akizungumza hivyo. Now we are halfway there, we're keeping focus on that.
Sasa kutokana na maneno hayo ambayo Ommy Dimpoz ameatilia mkazo bwana, this time around ni kwamba wadau bwana wameendelea kujitokeza. Comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli, sababu tu kwamba Ommy Dimpoz yeye kwa upande wake baada ya kufanyiwa interview ameatilia mkazo kwamba yeye hawezi akaomba radhi, hawezi akaomba msamaha, kwa sababu alichokisema watu wafanye kazi ni jambo la kweli, kwamba of course wananchi inatakiwa wafanye kazi. Hapa bwana kuna maoni, kuna comment nyingi tu hapa za wadau mbalimbali. Kwa mfano kuna mtu hapa amesema kwa bwana, yeye ana kazi gani? Mbona hamumuulizi hilo swali? Kuna mwingine hapa anaitwa Precious 89348 ameandika kwamba aseme na yeye pia kazi anayoifanya tuje ili tujue kwamba anataka kufanya nini. Kuna mwingine sasa bwana, huyu naye pia si okay. Kwa kifupi hapa bwana, kumekuwa na comment nyingine ambazo kuna watu hapa bwana wamekuja kuweka comment ambazo kidogo hazina maadili, lakini kuna mwingine huyu hapa anaitwa Niwae Ali anasema kwamba bwana kazeeka huyu jamaa ghafla kwa kugugumia muhindi wa kuchemsha. Kuna mwingine anasema kwamba bwana bora angeendeleaga tu kuoza. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba bwana fursa ya bwana, yani comment nyingi hapa, kila ninayokutana nayo nyingi zimekuwa na maneno ya kashfa bwana. Kuna mwingine anasema kwamba huyu jamaa mchele. Kwa mwingine anasema kwamba bwana kumbe kafuta miguu, kumbe kufuta miguu mabosi na kuwapa kwa mtu anasema kumbe kufuta miguu mabosi pia ni moja kati ya fursa. Kuna bidada hapa anaitwa Miss Sofia amekuja hapa ameandika kwamba huyu jamaa anasisitiza wenzio wafanye kazi kwa kuwa yeye tayari anafanya kazi, lakini cha kushangaza ni kwamba kazi yake yeye ni ngumu mno kiasi kwamba wanaume wenzia hawawezi kuifanya. Mambo hayo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.